Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kufanya doria za kubaini na kuzuia uhalifu. Pia operesheni na misako imeendelea kufanyika na kufanikiwa kukamata wahalifu waliotenda uhalifu huo. Watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa makosa yao kukamilishwa walifikishwa mahakamani na baadhi wamepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo. Katika mahakama ya wilaya ya Kyela, mtuhumiwa anaitwa Zawadi Jackson Mwakijolo. Huyu ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa kituo cha utangazaji ambacho kinajulikana kama 94.1 K4 FM. Ni mkazi wa Itunge wilayani Kyela katika mkoa huu wa Mbeya. Huyu amepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 60 kwa makosa yake aliyokutwa nayo ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi vifurushi 142 vyenye uzito wa kilo 155.84. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Mabula Barnabas Aprili 29 mwaka huu 2026 katika mahakama ya wilaya ya Kyela. Inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2025 na alikamatwa na askari akiwa anasafirisha dawa hizo kutokea katika kivuko kisicho rasmi kinachojulikana kwa jina la Januari kwa ajili ya kupeleka maeneo mbalimbali nchini kufanya biashara hiyo haramu. Mshtakiwa ametiwa hatiani na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Aidha, mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Yesaya Watson Mwakyoma, huyu mkazi wa Kafundo wilayani Kyela katika mkoa huu wa Mbeya, naye katika mahakama hiyo ya wilaya ya Kyela amepatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha jela miaka 30 kwa kosa la kubaka alilotenda dhidi ya mtoto mwenye umri wa miaka 7 ambaye ni mwanafunzi wa darasa la pili. Jina tunalihifadhi. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Barnabas Aprili 29. Kabla ya hukumu hiyo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Machi 10 mwaka 2025 baada ya kumkuta mtoto huyo akiwa anacheza na watoto wenzake katika makazi ya mtuhumiwa. Kisha mshtakiwa alimshika mkono na kuingia naye chumbani kwenye nyumba yake na kumwingilia kimwili. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Brice Case akiwa mahakamani hapo aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizi ili kutokomeza vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto katika jamii.